Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia asema mahakama ina mchango katika ukuaji wa uchumi. Familia yaelezea tukio la kuuawa kijana Shabani na polisi Ikwiriri. Na katika habari za kimataifa, Gambia yadai Myanmar ililenga kuangamiza jamii ya Warohingya. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza kuwa maboresho ya bajeti ya mahakama nchini yanategemea kasi ya ukuaji wa uchumi, huku akisisitiza kuwa mahakama imekuwa na mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji huo kupitia utoaji haki kwa wakati. Mwanahabari wetu Josephine Kaponya kutoka Dodoma anayo taarifa zaidi. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema haya jijini Dodoma wakati akifungua rasmi mkutano mkuu wa mwaka wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania leo Januari 13 mwaka 2026. Amesema kuwa ukuaji wa uchumi unaleta ushindani wa rasilimali kati ya mihimili mitatu: bunge, mahakama na serikali. Hivyo ufanisi wa kila muhimili katika kuimarisha mazingira ya uwekezaji na biashara ndivyo msingi wa kupata fungu kubwa zaidi la bajeti hapo baadaye. Hata tunapopanga bajeti zetu tunakaguliwa na mashirika makubwa ya kimataifa ambayo nayo wanatupa fedha, si kutugaia kwa kutukopesha, lakini tunakaguliwa. Na wage bill yetu percentage mpaka uchumi wetu wa sasa hivi ulivyo, tunatakiwa kuwa na 35% wage bill. Tulivyo leo tuko 37.5%. Tunaendelea kububurushana nao, tunatafuta sababu mbalimbali za kuambia kwa nini wage bill iko hivyo. Wanatukagua mpaka vyombo vya ulinzi, mmeajiri lini, wapi, lini, mmeongeza wapi, lakini hali iko hivyo. Kwa si kwamba hatutaki wafanya watu wote wawe na mishahara itakayowawezesha waishi vizuri, lakini tuna limitations. Lakini nataka niseme kwamba tumejitahidi sana. Kwa kichache tunachokipata tunaongeza mishahara kwa mihimili yote mitatu, tunaongeza mishahara. Kwa jinsi uchumi utakavyokuwa, ndugu zangu, ndivyo tutakavyoongeza stahiki na mishahara yetu. Aidha, Daktari Samia ameeleza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025-2050 katika kutoa haki, kwa kuwa mahakama ndio muhimili wa utoaji haki kwa wananchi. Naomba nitoe msisitizo kwamba kwa upande wetu serikali tatimiza wajibu wetu wa kuendelea kuimarisha huduma za mahakama, lakini niwatake nanyi timize wajibu wenu, ndugu zangu majaji na mahakimu, ambao ni kusimamia haki kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili bila hofu, huba wala upendeleo. Na hiki ndicho kiapo chenu. Napowapisha pale mnasema nitazingatia katiba, nitasimamia kazi yangu bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Haya ndio mnayoyasema, nami ningependa sana msimamie kiapo chenu. Kwa upande wake, Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju, awali akizungumza mbele Daktari Samia, amesema kuwa kutakuwa na mabadiliko makubwa katika mfumo wa utoaji haki nchini kwa kufuta utaratibu wa zamani wa kuweka ukomo wa muda mrefu wa kusikiliza mashauri. Muundo huu wa kamati za maadili ya watumishi wa mahakama, yani self regulation, utajenga ujasiri, uhuru na wajibikaji kwa mahakimu na majaji kutoa maamuzi kwa mujibu wa sheria na ushahidi bila hofu ya kiingiliwa na muhimili wa utendaji. Mahakama ya Tanzania tupo tayari na tumeshirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa rasimu ya mswada kwa ajili ya hatua zake zaidi ipasavyo, ili mswada ufikishwe bungeni mapema. Mkutano huo umehudhuriwa na watendaji wa mahakama kutoka maeneo mbalimbali nchini, huku ukiwa umebeba kauli mbiu isemayo jukumu la mahakama katika utoaji wa haki. Ni kushukuru sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Familia ya marehemu Shabani Mshamu, kijana mwenye umri wa miaka 36, mkazi wa kitongoji cha Shauri Moyo, kata ya Nyamwage, wilayani Rufiji, mkoani Pwani, imezungumzia tukio la kuuawa kwa kijana huyo kwa kupigwa risasi katika tukio linalodaiwa kuhusisha askari wa jeshi la polisi kutoka kituo cha polisi Ikwiriri.
Mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo anayo taarifa zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari, mke wa marehemu Mariam Juma pamoja na babake mzazi Msham Saidi wamesema tukio hilo lilitokea Januari 8 mwaka huu wakati marehemu alipokuwa akikamatwa, hali iliyosababisha kupoteza maisha yake. Wameeleza kuwa mwili wa marehemu ulizikwa Januari 10 mwaka huu katika makaburi ya Getini kwa Mnara, huku wakiomba hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya askari anayehusishwa na tukio hilo. Punde si punde nikasikia mlio wa risasi umelia mmoja. Sijakaa vizuri, ukalia risasi, mlio wa pili wa risasi. Basi baada ya hapo wamekaa sana kule porini, sijajua kilichoendelea kwa kweli. Punde si punde anakuja askari anakimbia, mama jiandae tuondoke. Nilimuomba yule askari samahani, hapa nyumbani kwangu hakuna mtu, naomba hata jirani yangu angalau nimwachie maagizo. Yule askari alikataa. Wanakwenda mpaka kufanya mauaji kwenye kitongoji ambacho kina uongozi bila kuushirikisha. Yake si kumpiga risasi kumuua. Adhabu yake ni kumkamata na kumfikisha mahakamani kwa tuhuma ile ambayo anahusika nayo. Kwenye hiki walichokifanya bado sikubaliani nacho. Na kuomba IGP uwajibike kwenye hili. Najua utaona, najua utaambiwa. Kwa upande wao, mwenyekiti wa kitongoji cha Shauri Moyo Hassan Saidi pamoja na baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema tukio hilo limewaacha na simanzi kubwa, wakieleza kusikitishwa na vitendo vya wananchi kusingiziwa ni wezi na kuchukuliwa hatua bila kushirikisha uongozi wa kitongoji. Ambia Shabani hana tabia yoyote ya wizi. Niliwathibitisha asubuhi. Cha kusikitisha aliponiita kule kunipa tukio hili na kuniambia kwamba yeye ni jambazi sugu. Taarifa hiyo mwenye kijiji haipo, na kwenye kitongoji changu taarifa Shabani haipo. Kwa sababu Shabani ni mtu wangu karibu sana, nafanya naye kazi kwa mazumuni na mazingira yote kwenye kitongoji. Wito wangu ushirikiano uwe mzuri kama tuofanya. Kwa tabia hiyo kusingizia raia wangu kwamba ni majambazi sio kweli, kwa sababu mtoa taarifa ni mimi. Na kama vibaka jangani hiyo barua naziandika mimi, zinakwenda kituo cha polisi. Walichukua nguvu kubwa sana kumpiga risasi. Kwa kweli ni hali kwa raia yote alihuzunika. Hakuwa na tabia ya ujambazi, hakuwa na wizi, na ni mtu anafanya miradi yote kimaendeleo. Mara ya mwisho hata wawekezaji wanapofika hapa anapima yeye mashamba. Shabani ni kijana ambaye kipenzi cha watu kama unavyoona hapa kwenye msiba wake. Shabani jambazi kaanza lini? Sisi ndio watu wa kutoa taarifa kama majirani, lakini wao walitumia nguvu bila mipango. Kwa hiyo askari polisi wapunguze taarifa za umbea, wafanye kazi kimaadili kama vile ambavyo wanavyoagizwa. Jeshi la polisi kupitia ukurasa wake rasmi lilithibitisha kutokea kwa tukio hilo Januari 8 mwaka huu na kueleza kuwa linamshikilia askari mmoja wa jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Rufiji kwa tuhuma za mauaji aliyekuwa akifanya ukamataji wakati wa tukio. Taarifa hiyo imeeleza kuwa uchunguzi unaendelea na kwamba endapo itabainika kulikuwa na uzembe au matumizi ya nguvu kupita kiasi, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya askari huyo. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza mtoto Nelsa Simon mwenye umri wa miezi 4 na wiki 2 ambaye ana changamoto ya kichwa kuvimba na kuwa kikubwa kutibiwa kwa gharama za serikali katika taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili Moi. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Kwa mujibu wa madaktari wa Moi, Dr. Hamisi Shaban ambaye ni daktari bingwa upasuaji mishipa fahamu na ubongo pamoja na Dr. Alphonsus Lutechula wamesema mtoto huyo ana matatizo ya mfumo wa maji kichwani kutengeneza maji kwa wingi kuliko uwezo wa ubongo kuweza kuyafyonza, hali inayopelekea kichwa hicho kuvimba na kuwa kikubwa. Huku akielezea changamoto hiyo imekuwa ikisababishwa na mama mjamzito kuchelewa kuanza kliniki mapema pamoja na kupuuza ushauri wa madaktari. Kwa sisi taasisi ya mifupa Moi tunafanya upasuaji wa watoto takriban 800 kila mwaka, na sisi ndio viongozi ambao tumeweza kuwawezesha wenzetu hospitali 5 zilizoko Tanzania, nikianza na hospitali ya KSMC, hospitali ya Bugando, hospitali ya Seriani Arusha, hospitali ya Mloganzila, hospitali ya Mbeya, na sasa hivi tunakwenda pia kuimarisha hospitali yetu ya Benjamin Mkapa
Kwa kadiri tulivyokuwa tumemchunguza, tuligundua pia inawezekana akawa na upungufu wa vinasaba vinaitwa FGFR2, Fibroblast Growth Factor Receptor 2 gene, ambayo inaweza ikasababisha mifupa ya ubongo kuwahi kukamata, yani kukamata. Kwa hiyo sehemu ambayo ni uwazi wa ubongo, sehemu ambayo maji ilikuwa inabidi yawe yanapita, inakuwa imebana zaidi, ambayo inaweza ikasababisha kichwa kuwa kikubwa. Na kwa hali hiyo inaweza ikasababisha, kwa hiyo vinasaba vinaweza vikasababisha mtoto kuweza kuwa na macho kutokezea nje, pia kuwa na upungufu wa kuona vizuri. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya MOI Balozi Dr. Mpoki Ulisubisya amesema huo unakuwa ni mwendelezo wa Rais Dr. Samia katika kujali na kusaidia jamii yenye uhitaji, ambapo tayari mtoto Nilsa amepokelewa na kuanza matibabu kwenye taasisi hiyo ya MOI tangu siku ya jana. Rai yetu kwa wazazi wote ni kuwaomba mara wanapoona ukuaji usiokuwa wa kawaida, wawalete watoto katika vituo vya kutolea huduma za afya, ambapo wataalamu watapata nafasi ya kuwaangalia kwa makini, alafu pale ambapo kutakuwa na sababu wanaweza hata kaweka utaratibu wa kufanya vipimo. Vipimo vile vitasaidia kujua shida iliyopo, na halafu kawekwa mkakati maalum namna ya kutatua ile matatizo. Sio matatizo yote ambayo yanajulikana kwa kuangalia kwa macho hivi. Yako mengine yanaweza tu yakajulikana kwa mzazi kuangalia kwa makini, labda mtoto anavolia, ile sauti yake, anasema hii sauti si ya kawaida sana kwa watoto wachanga, au ulaji wake wa chakula, mtoto wangu kila anapokula naona anapata changamoto hii. Naye mzazi wa mtoto huyo Simon Mnyora, ambaye ni mkazi wa jijini Dar es Salaam, amesema mtoto huyo ambaye alizaliwa akiwa na uzito mdogo, yani njiti, alianza kupata changamoto hiyo siku chache baada ya kuzaliwa. Alipelekwa Muhimbili Mloganzila, ambako nako alifanyiwa upasuaji, lakini baadaye tatizo hilo liliendelea kuwa kubwa, hali iliyowafanya wazazi wake kuweza kuomba msaada, na baadaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kusikia kilio chao na kuweza kuwasaidia kuanza matibabu mapya katika taasisi hiyo ya MOI. Na baada ya hapo alipata changamoto kidogo kwenye upumuaji, na kwa kuwa alikuwa mtoto njiti, tulilazimika akae pale hospitalini mpaka pale joto lake litakapomruhusu kuruhusiwa kwenda nyumbani kama watoto wengine. Mtoto aliruhusiwa, ila tukapewa maelezo kwamba baada ya wiki moja arudi tena hapo hospitali ili kuangalia kama afya yake au kilo zake zimeongezeka kidogo, kwa sababu alizaliwa akiwa na kilo chache. Alizaliwa akiwa na kilo 2. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi CCM kimeendelea kusisitiza uwajibikaji wa mabalozi wa mashina katika kukilinda chama na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye maeneo yao ili kuimarisha imani ya wananchi na kudumisha mshikamano wa kijamii. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Msisitizo huo umetolewa leo wakati wa hitimisho la ziara ya kuzungumza na mabalozi wa mashina mkoa wa Dar es Salaam, ziara iliyofanyika kwa kauli mbiu shina lako linakuita na kuhitimishwa katika wilaya ya Ilala. Akizungumza wakati wa mkutano huo, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro amesema mabalozi wa mashina wana jukumu la msingi la kuhakikisha chama kinaendelea kuwa imara kuanzia ngazi ya chini, na kusisitiza juu ya umuhimu wa mabalozi hao kushirikiana na wananchi pamoja na viongozi wa serikali katika kusimamia miradi ya maendeleo. Aidha, Dr. Migiro amewataka mabalozi hao kuwa mstari wa mbele katika kutekeleza maelekezo ya chama, kusikiliza changamoto za wananchi na kuhakikisha miradi ya maendeleo inasimamiwa ipasavyo katika maeneo yao. Tumesema hapa mabalozi wetu mnafanya kazi nzuri, mnaitisha mikutano. Tunapenda kutoa wito kwamba mikutano hii isiwe kwa watu ambao wako kwenye ngazi ya shina peke yake au ngazi ya tawi peke yake. Viongozi wa kitaifa, tunao wabunge katika mashina yetu, tunao mawaziri katika mashina yetu. Ni wito wetu kwamba wawe sehemu ya michakato hii, kwa sababu kwa hakika hakuna anayeanzia juu, wote tunaanzia kwenye mashina yetu. Kwa hiyo natoa wito iwe ni mfano kwa viongozi wetu kuwa sehemu ya mikutano ile ambayo inaitishwa na mabalozi wetu. Kwa maana hiyo, tutapenda kadri tunavyoendelea
kupata taarifa kama ilivyo ada, kupata muhtasari wa yale yanayoendelea na kupata kujua ni namna gani tujiimarishe zaidi. Kwa upande wake, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Kenani Kihongosi amesema chama mkoani humo kitatekeleza kikamilifu maagizo na maelekezo yote yaliyotolewa na katibu mkuu wa CCM katika kipindi chote cha ziara hiyo, huku akiwataka mabalozi wa mashina kutambua kuwa jukumu la kulinda Chama cha Mapinduzi ni la pamoja na kwamba mafanikio ya chama yanategemea kwa kiasi kikubwa usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo katika mashina yao. Na niombe tusisite kutoa taarifa pindi tunapoona ucheleweshwaji wa miradi ambayo imeletewa fedha na serikali. Wajibu wa kusimamia miradi hiyo kama chama tunao kwa 100%. Tulinadi ilani, tuliwaambia Watanzania tunakwenda kuwatekelezea 1, 2, 3. Ikifika 30 watatuuliza mliahidi hili, hamjalitekeleza. Mkiona kuna mkwamo upo huko kwenye maeneo yenu, leteni taarifa ndani ya chama, tupeleke kwa katibu mkuu, na mwisho wa siku mageuzi makubwa yatafanyika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora. CCM oyee! Naye mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amesema serikali ya mkoa inaendelea kuboresha huduma za kijamii ikiwemo mipango ya kujenga vituo 5 vya afya pamoja na kuimarisha sekta ya elimu kwa kujenga shule katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Jumla katika wilaya yetu ya Ilala, Mheshimiwa Rais ameleta zaidi ya bilioni 317 ambazo zimefanya shughuli mbalimbali katika eneo letu la wilaya hii ya Ilala. Moja eneo ambalo Mheshimiwa Rais amefanya ni vituo vya afya kama hivi ambavyo unaviona. Mheshimiwa Katibu Mkuu, hiki ni kituo cha afya ambacho kimejengwa na halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam kwa fedha ambazo Mheshimiwa Rais amefanya. Kituo hiki sasa kiko katika hatua za mwisho, hivi ninavyozungumza ndani ya mwezi huu kinakamilika na wataalamu mkurugenzi ameshawapanga. Tumpigie makofi mengi sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zaidi ya bilioni 107 zimekuja kwenye eneo la afya. Lakini pia katika eneo hili la afya, Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam chini ya fedha za Mheshimiwa Rais tunakwenda kujenga vituo vya afya vya kisasa, vituo 5 ambavyo tunakwenda kujenga katika maeneo mbalimbali. Tunakwenda kujenga Pugu, tunakwenda kujenga Pugu Kinyamwezi, tunakwenda kujenga Pugu stesheni, tunakwenda kujenga Vingunguti, tunakwenda kujenga Mongola Ndege. Ziara hiyo ni sehemu ya mkakati wa CCM wa kuimarisha uhai wa chama kuanzia ngazi ya mashina na kuhakikisha maendeleo ya wananchi yanaendelea kupatikana kwa vitendo. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Kutokana na changamoto ya mrundiko mkubwa wa wanafunzi katika shule ya sekondari Kahangara wilayani Magu mkoani Mwanza, serikali kwa kushirikiana na wananchi imekamilisha shule mpya ya Bundilia ambayo itapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza na kidato cha pili, swala ambalo litapunguza adha hiyo. Meshack Emmanuel kutoka Mwanza anayo taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa shule hiyo, mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Bundilia Bi Grace Chandika amesema shule hiyo ipo tayari kuwapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza na kidato cha pili, kwani vifaa vyote muhimu vya kujifunzia na kufundishia tayari vimepatikana, huku mwalimu Ana Tumaini wa shule hiyo akielezea utayari wa kuwapokea wanafunzi. Sisi Bundilia Sekondari tuko tayari kuwapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza ambao tunategemea kuwapokea kesho tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026. Tuko tayari kuwapokea na tumejipanga vizuri kuwafundisha kwa sababu miundombinu iliyoko hapa shuleni inaruhusu kabisa kuwapokea watoto hawa na kuweza kupata elimu iliyo bora. Tuna madarasa 8, tuna jengo la maabara ambalo lina maabara 3 ya physics, chemistry na biology, lakini pia tuna ICT room pamoja na chumba cha kujisomea. Tuna jengo la utawala ambalo lina ofisi ya mkuu wa shule pamoja na ofisi za walimu. Katika mwaka wa masomo 2026 tumejiandaa vyema kuwapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza na huku tukiendelea na kidato cha pili. Tunawakaribisha sana tuweze kuanza masomo kwa pamoja, maana mbinu wezeshi za kufundishia zipo na walimu tupo. Tunamshukuru Mungu. Naye mwenyekiti wa kitongoji cha Kahai A Kula Lazima
Amesema uanzishwaji wa shule hiyo umetokana na hamasa ya ushirikiano mzuri wa wananchi wa kata ya Kahangala kutokana na changamoto ya baadhi ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kwenda shule. Kipindi unaletwa huu mradi wa kujenga shule, wananchi tulihamasika na tukilipokea vizuri kwa mikono miwili, na tulifanya shughuli mbalimbali ili kuonyesha kwamba tuko pamoja. Tulichimba msingi, tulisomba mchanga, tulileta maji. Kwa hiyo kwa watu walihamasika kwa hamu ili wapate shule karibu. Zamani tulikuwa tunatembea kilomita 3 tunaifikia shule ilipo. Akizungumzia maendeleo ya elimu katika kata hiyo, afisa elimu kata Jafari Mkuki amesema awali kata hiyo ilikuwa na shule 2 za sekondari. Hivyo kuanzishwa kwa shule hiyo ya Bundilia kutapunguza msongamano wa wanafunzi katika shule ya sekondari Kahangara. Huku mwakilishi wa afisa elimu halmashauri ya wilaya ya Magu Sumai Sai akielezea namna halmashauri ilivyojipanga vyema kuwapokea wanafunzi wanaojiunga kidato cha kwanza kutokana na ujenzi wa shule 2 mpya za sekondari ambazo ni Bundilia na Moha. Halmashauri ya wilaya Magu imejiandaa kupokea wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 26 wakiwa kwa idadi ni 7322. Kati ya hao wavulana ni 3203 na wasichana ni 4119. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wanafunzi wote watapokelewa kwa kuwa tumejenga shule mpya 3 ambazo zimekamilika na kusajiliwa na zitapokea wanafunzi. Shule hizi ni shule ya Bundilia iliyoko kata ya Kahangala, shule ya Moha sekondari iliyoko kata ya Isandula ina vyumba 6 vya madarasa, matundu 10 ya vyoo vya wanafunzi na matundu 2 ya vyoo vya wanafunzi. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Kigoma ambapo kilimo cha parachichi katika wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma kimeendelea kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa wananchi kufuatia kuongezeka kwa mahitaji ya upatikanaji wa soko la uhakika ndani na nje ya nchi, hali inayofanya zao hilo kuwa miongoni mwa mazao yenye thamani kubwa kiuchumi kwa sasa. Joel Maduka kutoka Kigoma anayo taarifa zaidi. Mvuto wa kilimo hicho umepelekea madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe wakiwa wameambatana na mbunge wa jimbo la Buhigwe pamoja na mkuu wa wilaya kutembelea shamba darasa la kilimo cha parachichi linalofahamika kwa jina la Kibondo Green Farm lililopo kijiji cha Lubanga kata ya Bitare wilayani Kibondo kwa lengo la kujifunza mbinu bora za kilimo cha zao hilo. Katika ziara hiyo, mbunge wa jimbo la Buhigwe Profesa Pius Yanda pamoja na mkuu wa wilaya hiyo Kanari Michael Ngayarina wamesema wameamua kujifunza kilimo cha parachichi za kisasa ili kuhamasisha wananchi kulima zao hilo lenye tija, hususan parachichi aina ya Hansi yanayohitajika zaidi katika soko la kimataifa. Kujifunza kilimo cha parachichi, naomba nikiri kwamba kwa kweli wamefunguka na wameona kwamba ni kilimo ambacho kinaweza kikamkomboa Mwanabuhigwe. Sasa hatua inayofuata ni utekelezaji tu. Zao hili la parachichi tukizingatia kwamba Kigoma yetu ni na rutuba ya udongo mzuri. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara sasa wanaanza ukurasa mpya wa maisha baada ya halmashauri hiyo kuwa ya kwanza mkoani humo kutoa kiwango kikubwa cha mikopo kwa kundi hilo, ikiwa ni jitihada za kuwawezesha kiuchumi. Mwanahabari wetu Adam Kadutu kutoka Mara anayo taarifa zaidi. Halmashauri ya wilaya ya Musoma ni miongoni mwa halmashauri 9 zilizopo hapa mkoani Mara, lakini hii imekuwa mfano wa kuigwa katika utekelezaji wa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambapo mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu CHAWATA mkoani Mara, Yohana Magai, anasema hatua hii inawapa matumaini mapya. Kati ya halmashauri 9 za mkoa wa Mara, halmashauri ya Musoma vijijini ndio ya kwanza kwa utoaji wa mikopo kwa watu wenye ulemavu. Na hili sio kwamba ni la kubomba, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa CHAWATA ngazi ya mkoa na shiriki vikao vya RCC. Kwa hiyo na uhakika, ndugu zangu, pamoja na hilo, kati ya vikundi 300 na kitu 23 ni vya watu wenye ulemavu. Ndugu zangu, ni heshima ya pekee. Uongozi wa halmashauri hii nao unasisitiza uwajibikaji, ukisema kuwa mikopo hii ni dhamana ya maendeleo
endapo itatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Hizo hera sio hisani kama ambavyo tumesikiliza. Nendeni mkazitumie kwa maksudi yaliyokusudiwa. Hata taasisi za kifedha zina utaratibu kwamba ili uweze kuwezeshwa awamu nyingine, lazima rekodi yako ya kukopa na kurejesha iwe inaenda vizuri. Halmashauri ya wilaya Msoma ni miongoni mwa halmashauri 9 za mkoa wa Mara. Halmashauri kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo inaratibu uundaji wa vikundi, utoaji wa mafunzo, usimamizi na kujengea uwezo vikundi vya uzalishaji mali ngazi ya jamii. Vikundi vilivyoundwa na kusajiliwa hadi sasa ni 316. Kwa upande wao, wanufaika wa mikopo wanasema fedha hizi zimekuwa mkombozi mkubwa katika kuinua maisha yao pamoja na kujiajiri. Zamani akina mama tunajua tukishapewa hizi hela, haujajenga utatamani kujenga, haujanunua TV na sofa utakimbilia huko. Tukifanya hivi akina mama tutajiangusha. Makusudi yetu ni kuweza kujikwamua ili wengine ambao hawajachukua ili pia waweze kuona mfano kutoka kwetu. Najua kwamba tutaenda kuongeza nguvu, tutaenda kuongeza juu ya kuongeza mara mbili. Kwa mwaka wa fedha uliopita, halmashauri ya wilaya ya Musoma ilitoa mikopo ya zaidi ya shilingi milioni 133 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kutoka hapa mkoani Mara, mimi ni Adam Kadutu, TVE Habari. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.